Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya kwamba wakati mwingine huwa zinajinasibu kutaka kuingia vitani na Urusi, mataifa ya Ulaya yamekuwa na wasiwasi mkubwa na uoga, na ni kutokana na kuona droni za ajabu zinazoonekana nyakati za usiku katika viwanja vya ndege vya Ulaya. Lakini hili linawapaswa kuendelea kuwa na wasiwasi. Ndege zisizokuwa na rubani, drone, ni sehemu muhimu ya vita vya sasa kati ya Urusi na Ukraine, lakini ndege hizo haziko kwenye uwanja wa vita tu. Sasa kote Ulaya Magharibi, mbali na Ukraine, drone zimeonekana zikizunguka viwanja vya ndege, kambi za kijeshi na mitambo ya kuzalisha umeme, yote ikiwa ni sehemu ya mpango unaoshukiwa kuwa wa Urusi, huku wengine wakisema zinatumwa kama jaribio la ustahimilivu wa nchi za NATO ambazo zinaisaidia Ukraine. Kuonekana kwa drone nchini Poland pamoja na Ubelgiji na Denmark kumezusha hofu katika baadhi ya nchi za NATO. Sasa kuna mazungumzo kwamba ulinzi dhidi ya ndege zisizokuwa na rubani utaundwa kulinda sehemu za Ulaya. Hili limezidisha hofu katika mataifa hayo ya Ulaya, yakisema kwamba hii ni wazi Urusi ina mpango wa kufanya vita dhidi ya mataifa hayo ya NATO. Tarehe 9 Septemba, karibu ndege 20 zisizokuwa na rubani za Urusi zilipita Ukraine na kuingia Poland na kulazimisha kufungwa kwa viwanja vya ndege 4 vya nchi hiyo. Ndege za kivita za NATO zilipaa angani na ndege kadhaa zisizokuwa na rubani zilitunguliwa zikiingia Poland na kutawanya uchafu katika maeneo mengi. Huu ulikuwa wito kwa Ulaya kuashiria ukiukwaji mkubwa na mbaya zaidi wa anga ya NATO tangu vita vya Ukraine kuanza. Katika maeneo ya vita mashariki mwa Ukraine, drone za masafa mafupi kwa kawaida huwa na ukubwa wa inchi 10 tu na hubeba vilipuzi hatari. Lakini hivi sasa droni kubwa ambazo baadhi zinaweza kuruka zaidi ya kilomita 1000 ndizo zinazochochea wito wa kuundwa ulinzi dhidi ya drone kote Ulaya. Hapo awali Urusi iliagiza aina ya drone za Shahed 136 kutoka Iran, lakini sasa inazalisha drone zake aina ya Geran 2, na baadhi ya drone hizo ni miongoni mwa zile zilizoingia Poland mwezi Septemba. Watu wa Ulaya wanauliza itakuwaje ikiwa Urusi siku moja itatumia zaidi ya drone 200 au 2000, NATO itajibu vipi? Na inaweza kujibu na kupaisha ndege za kivita kila wakati ni gharama kubwa. Hali ya uchumi wa Ulaya inasuasua. Ukraine imeongeza mashambulizi yake ya masafa marefu ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye viwanja vya ndege vya Urusi na miundombinu muhimu na kupeleka vita ndani mwa Urusi. Kisha kuna ndege zisizokuwa na rubani za baharini, boti ambazo zinaweza kusafiri juu au chini ya maji kama zilivyotumwa na Ukraine katika shambulizi dhidi ya meli ya Bahari Nyeusi ya Urusi. Lakini kuna kitu ambacho kwa njia fulani ni kibaya zaidi kuliko ndege zisizokuwa na rubani zinazoweza kutambulika zinazotumiwa na Urusi ambazo ziko vitani. Ni droni za ajabu zisizojulikana, lakini watu wakijiuliza droni hizi zinatoka wapi ambazo zimeonekana. Wakati mwingine hizi hujitokeza usiku karibu na viwanja vya ndege vya Ulaya, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Ubelgiji karibu na Brussels mapema mwezi huu, lakini pia kumekuwa na matukio kama hayo huko Denmark, Norway, Sweden, Ujerumani na Lithuania. Tofauti na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi zinazotambulika kwa wazi, ndege hizi ni za kiraia na hazibebi vilipuzi vyovyote, lakini ni vigumu kuthibitisha zimetokea wapi na au ni nani aliyezipaisha. Mashaka yanaikumba na ujasusi wa nchi za Magharibi unaamini Moscow inatumia washirika kupaisha ndege hizi zisizokuwa na rubani ndani ya nchi za Ulaya ili kusababisha uharibifu na usumbufu pamoja na taharuki. Hata hivyo wanadai kwamba pengine ni mpango wa Kremlin wa kuhakikisha kwamba wanafanya uchunguzi katika mataifa ya Ulaya. Hata hivyo Kremlin imekanusha juu ya kuhusika na hilo. Ubelgiji kama makao makuu ya NATO, Umoja wa Ulaya na Euroclear, makao makuu ya fedha ambayo yanashughulikia matrilioni ya dola katika shughuli za kimataifa, kuna mjadala unaoendelea kuhusu kama Ulaya inapaswa kuchukua takribani paundi bilioni 200 za pesa za Urusi zilizozuiwa huko Belgiji kuisaidia Ukraine. Uingereza imetuma timu ya wataalamu wa kukabiliana na ndege zisizokuwa na rubani kutoka kikosi cha RAF huko North Yorkshire kusaidia kuimarisha ulinzi wa Ubelgiji dhidi ya drone hizo. Mpango wa ujenzi wa ulinzi dhidi ya ndege zisizokuwa na rubani ni jibu la Ulaya kwa tishio la uvamizi wa mpaka unaofanywa na ndege zisizokuwa na rubani zilizorushwa kutoka Urusi.
Ulinzi huo unaelezwa kuwa ni mfumo wa ulinzi wa pamoja ulioratibiwa kwa tabaka nyingi za ulinzi kuanzia nchi za Baltic hadi Bahari Nyeusi, na kuna uwezekano mfumo huo ukajumuisha aina tofauti tofauti za rada, mifumo ya kutambua drone, mifumo ya kuvuruga frequency za drone na kisha kuzifuatilia na kuziharibu. Mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema mfumo mpya wa kupambana na ndege zisizokuwa na rubani unapaswa kufanya kazi kikamilifu ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Nchi zinazotamani kuona ulinzi huo ukitumwa haraka ni pamoja na Poland na Finland ambazo ziko karibu zaidi na Urusi kijiografia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.